Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihadi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ashkuru Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimwendee mtu wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yeye na alize na masahaba wake na Islamu ataifuata sunna za mtume hadi siku ya mwisho. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa miongoni mwao. Ndugu zangu Islamu, katika nchi yetu tukufu ya Burundi, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametujalia kwa siku ya leo tukiwa katika tarehe 27 ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, sawa na 16 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Baraza Kuu la Mashaikh nchini Burundi wanao furaha kubwa ya kuwafikishia Waislamu nchini matangazo muhimu yanayoambatana na sikukuu yao tukufu ya Eidul Fitr al-Mubarak, ambayo tunaitarajia katika siku mbili ziko mbele, ima Alhamisi au siku ya Ijumaa. Ni kwamba tarehe hiyo tumeona tumefikia kwa muda mfinyu tu. Ni juzi tu hapa tulipita mitandaoni kuwakumbusha Waislamu kwamba mwezi umeandama, na leo tunawaelekea Waislamu pia kuwaonyesha kwamba siku alizoamrwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutekeleza ibada ya saum zimeelekea ukingoni. Na hii ni dalili kwamba maisha mwanadamu ni mafupi. Kila chenye muda uliopangiwa na Allah kitafikia mwisho. Allah tujalie kuwa na mwisho mwema. Ndugu zangu Waislamu, katika nchi yetu ya Burundi imetujia sikukuu hii ya Eid, na hali jamii yetu ya Kiislamu nchini Burundi ina haja kubwa ya mshikamano na muungano, na watu kusapoti na kuwa pamoja katika kuihudumia dini yetu kwa pamoja. Hilo ndilo alilotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale alipotuomba tushirikiane sote pamoja na tusaidizane katika kuipigania na kuitetea dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kwamba sikukuu ya Eid al-Fitri kwa mustawa wa nchi nzima kwenye mikoa mitano ya nchi, viwanja vikubwa ambavyo vimetangazwa kwa mustawa wa nchi. Kiwanja cha kwanza ni kiwanja cha Boulevard de l'Independance, na ambacho kiwanja hicho ndipo atasalia Mheshimiwa Mufti na wageni ambao watakuwa wameitembelea jamii yetu, na ataongoza swala kwenye kiwanja hicho Mheshimiwa Kadhi wa nchi ya Burundi. Kiwanja cha pili ni kiwanja cha mkoa wa Buhumuza, ambayo swala hiyo itafanyikia katika mji wa Changuzo. Itakuwa imesimamiwa na Sheikh Siyomvo Abdul Hamid. Kiwanja cha tatu kwa mustawa wa nchi ni kiwanja cha mkoa wa Butanyerera, ambapo swala hiyo itafanyikia katika mji wa Ngozi. Itakuwa inaongozwa na Mheshimiwa Naibu Mufti Sheikh Bukuru Omar. Kiwanja cha nne ni katika mkoa wa Burunga na kwenye mji wa Rumonge, na swala itakuwa imeongozwa na Sheikh Salum Bijeje. Na kiwanja cha tano ni kwenye mkoa wa Gitega, katika mji wa Gitega, swala itakuwa imeongozwa na Sheikh Shimirimana Omar. Haya ni matangazo kuhusikana na mustawa wa nchi nzima sawa na mikoa mitano ya nchi. Kuhusu mji wa Bujumbura, kwa kuwa ni kawaida utaratibu wa mji huyo na kupangilia viwanja vya kusalia Eid vinapangwa na Baraza Kuu la Mashaikh nchini Burundi, ni kwamba mji wa Bujumbura una komini tatu. Una komine ya Nahangwa, na kwenye komine ya Nahangwa viwanja ambavyo watasalia watu Eid, kiwanja cha kwanza ni kiwanja cha Kinama. Kiwanja cha Kinama ambapo wataswalisha Sheikh Abdul Rashid Uthman. Kiwanja cha pili ni kiwanja cha Ngagara, wanafahamu au panajulikana kwa jina la Kaminispan. Sehemu hiyo ataisalisha ni Abu Muhsin Minani Abdallah. Na kiwanja cha tatu ni kiwanja cha ETS Kamenge,
atayesalisha huko ni Sheikh Abdul Jabari Ramadhan. Na kiwanja cha nne katika komini Ndahangwa ni kiwanja cha Maramvya Samariro, atasalisha Sheikh Ndeshimie Omar Desturi. Na kiwanja cha sita ni Maramvya Sepejel, atasalisha Imam Ismail Haruna. Na kiwanja cha sita ni kiwanja cha Maramvya Buhomba, atasalisha Sheikh Hakizimana Ramadhan. Kisha kiwanja cha Rubirizi ataposalisha Sheikh Bizabishaka Abu Bakri ambaye ni kadhi wa Bujumbura. Kiwanja kingine ni kiwanja cha Gatumba, ataposalisha Imamu Nakirutimana Hassan. Kisha kiwanja cha Rukaramu atasalisha Sheikh Nduwimana Abbas. Na kiwanja cha Kajaga atasalisha Imam Abu Mansur Isa. Kisha komine ya pili ni komine ya Mugere. Komine ya Mugere kuna viwanja ambavyo watasalia watu, viwanja viwanja vitatu. Kiwanja cha kwanza ni kiwanja cha Kibenga ambapo atasalisha Sheikh Muhammad Jamal Misri kutoka katika nchi ya Misri, katika mashekhe wetu ambao umetoka Azhar. Kiwanja cha pili ni kiwanja cha Ngenga Busoro ambapo atasalisha Sheikh Mashaka Juma. Na kiwanja cha tatu ni kiwanja cha Ruziba ambapo atasalisha Sheikh Majaliwa Uthman. Halafu na kiwanja kingine ambako kinapatikana katika jela kuu ya Mpimba, atasalisha Imamu Ndeisenga Rajab. Katika komini Mukaza, nafasi ambapo watasalia Idi ni sehemu moja peke yake baada ya kiwanja cha Taifa, ni kwenye zone Buyenzi, barabara ya 8 kwenye uwanja wa Jumuiya, atasalisha Sheikh Ismail Gogos. Tunaomba Waislamu ambao wao katika jiji la Bujumbura na sehemu zote nchini kuja mapema katika viwanja vya Salatul Eid, kwa kuwa ni sunna Salatul Eid kusaliwa mapema kama ilivyokuwa wakati wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya jua kuchomoza swala inaanza, na hivyo itapofika saa 1:30 swala itaanza na hatutochelewa dakika hata moja. Kwa hivyo wanaomba Waislamu kuja mapema kwenye uwanja wao, na huku wakimtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kwa wao kujaliwa kufika katika sikukuu hiyo kubwa ya Eid. Jambo la pili muhimu ambalo tutapenda kuwatangazia Waislamu ni kuonyesha furaha kwenye sikukuu hiyo ya Eid, kwa sababu sikukuu hiyo ni sikukuu kubwa kwa Waislamu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipowakuta watu wa Madina, aliwakuta wana sikukuu na furahia, kisha wakataka kumuomba Mtume wetu Muhammad sallama kuendeleza sikukuu zao, akawaambia acheni hizo, Mwenyezi Mungu amekubadilishieni kwa sikukuu zingine 2 bora kuliko hizo, ambao ni sikukuu ya Eidul Fitri na Eidul Adha. Hizi ni sikukuu kubwa za Waislamu, na leo ni sikukuu ya nchi pia, kwa ni sikukuu ya kitaifa. Tunaomba Waislamu kuja mapema kwenye viwanja vyao, na huku wamependeza kwenye mavazi yao, na ni sunna viwanja, yani swala hii ifanyike kwenye viwanja katika kutembea na kuonesha ukubwa wa Mwenyezi Mungu siku hiyo, kama alisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Watu kufurahia sikukuu ya Eid ni kuonesha, kuheshimisha na kutukuza vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivitukuza, na hiyo ni alama ya kuonesha roho zenye ucha Mungu. Na ndio maana wanatakiwa watu watoke manyumbani kwao waende kwenye viwanja, na huku watapakaze jina la Allah mji mzima. Mahala pote watapopita wanasema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd, na hivyo ionekane utukufu na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye siku hiyo. Jambo la pili, kuonesha uzito wa siku hiyo, ni kwa Waislamu wote wakutane sehemu moja. Ndio maana ni sunna siku ya Eid kupunguza viwanja vya Eid, watu wasali kwenye viwanja vichache, ili wakutane watu na marafiki zao na ndugu zao ambao wana muda mrefu hawakutani,
wapeane pongezi za Eid katika uwanja ambao watakuwa wamesalia. Na kutokana na hilo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kuonesha uzito wa Eid aliwalazimisha hata kina mama ambao kwenye siku zao za kuziwilika kusali na vijakazi watoke waende kwenye viwanja vya Eid kwa ajili ya kusherehekea shangwe na furaha ya sikukuu ya Eid na dua ambao Waislamu wataomba siku hiyo, kwa kuwa ni ibada inafanyika mara mbili kwa mwaka, inashuhudiwa na malaika wengi na ina kheri nyingi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tuwe miongoni mwa wale watafuzu kwa kheri hiyo. Tudhihirishe furaha kubwa, tudhihirishe shangwe na bashasha katika siku ya Eid. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie na atuondolee uzito wote ambao unaweza kuwa kwenye familia zetu na kwenye jamaa zetu. Tufanye sherehe nzuri ya Eid ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuwa mbali na makosa ya kumkasirikisha Mwenyezi Mungu katika sikukuu kubwa hiyo ya Eidul Fitri. Tunaombea Waislamu katika nchi ya Burundi na kote duniani, Allah awape Eid njema yenye baraka na Mwenyezi Mungu ajalie nchi yetu kudumu kwenye amani na usalama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.